sisi kama kituo cha ubia, moja ya majukumu yetu ni hiyo inaitwa public engagement, kwa ajili ya kufanya umma uelewe miradi au uelewe masuala ya kisera, ya kisheria na mipango ya serikali kwenye maeneo hayo ya ubia. Tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi kubwa na muhimu kama REDET ambayo imebobea katika uendeshaji wa haya makongamano, kwa lengo la kwanza kushirikisha umma, lakini zaidi kufanya wanazuoni wa Tanzania wawe sehemu ya fikra katika eneo hili, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafikiri katika namna ambayo inafanana kati ya serikali na wanazuoni tunapozungumza masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mdahalo wa kesho msingi wake, kongamano la kesho msingi wake ni huo, na sisi ni sehemu ya kutimiza wajibu wetu kama kituo cha ubia kufanya public engagement kwenye masuala ya kisera, kisheria pamoja na programu za masuala ya ubia, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata mawazo, changamoto, mitazamo juu ya namna ya kufanya vizuri zaidi tunapokwenda mbele. Kwa mnafahamu kwamba serikali inakwenda kuzindua hiyo dira ambayo inalenga kujenga uchumi utakaofika takriban dola trilioni 1 katika miaka 25 ijayo. Uchumi ambao ukubwa wake unaozungumza ni takriban sawa na nchi 19 tu duniani ambazo kwa sasa zimefikia kiwango hicho. Kwa hiyo ni assignment kubwa ambayo tunakwenda tunaifikiria au serikali inaifikiria kuifanya, na kwa hiyo uhusishaji wa wasomi, wanazuoni kwenye kuchakata mtazamo wa serikali na programu za serikali, sera zake pamoja na sheria zake na namna ambavyo imejipanga kufikia ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio msingi wa sisi kuja kusema kwamba tufanye ubia na sisi na REDET watupe kile ambacho wanaweza kukifanya vizuri zaidi. REDET wamefanya vizuri zaidi kwenye kuendesha makongamano na midaharo. Wamefanya vizuri kwa miongo mingi sasa. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba tuwaombe tuweze kufanya kazi kwa pamoja, kwa kuanzia na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanazuoni wanatoa mchango wa kutosha katika mtazamo wa serikali na mtazamo wa serikali kwenye programu zake, sera zake, sheria zake na namna ambavyo inavyofikiria kuelekea hiyo dira ya 2050. Kwa Profesa, nadhani hayo kwa kifupi ndio ambayo ningeweza kuyazungumza kwa wanahabari, na ndio ujumbe ambao ningefikiri Watanzania waupate, na kwa kuupata waweze kushiriki, kwa sababu ni kongamano la wazi, waweze kushiriki kikamilifu kwa ajili ya kutoa maoni, lakini vile kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho wanazuoni pamoja na serikali tunajadili. Na nadhani kongamano hili litakuwa wazi kwa maana ya kushiriki, lakini wazi pia kwa maana ya engagement hiyo ya media ambayo itakavyokuwa. Sisi pamoja na kituo cha ubia tunataka kuongeza ufahamu na uelewa wa ubia huu kati ya sekta binafsi na dola. Na katika kufanya hivyo tunataka pia sio kwamba kuna maarifa ambayo tayari yatakwenda kumwagwa pale, ila ni kwamba kwa kufikiria kwa pamoja, wanazuoni, watendaji wa serikali, washiriki kutoka vyama vya siasa, washiriki kutoka media, washiriki kutoka taasisi sio za kiserikali, wote kwa pamoja tunaweza kuchambua, kudadavua na kukuza uelewa wetu wa upanga huu ambao ni muhimu kwa kweli. Kama matarajio yetu ni kuwa na maendeleo kwa kasi zaidi, makubwa zaidi, lazima kuengage na private sector, lakini inabidi tufanye hivyo kwa uangalifu mkubwa, lakini bila kuogopa. Hamna kuogopa, lazima tuwe na ujasiri, lakini ujasiri ambao unajengwa
na msingi wake ni uelewa ambao ni mpana, ni mzuri, ni shirikishi na endelevu. Kwa hiyo hilo kongamano la kesho tutakuwa na kuna watoa mada watatoa mada ndogo tatu, ambao ni mmoja atakuwa ni mkurugenzi mkuu David Kafulila, ambaye ataizungumzia hiyo dhana ya PPP na nafasi yake katika kuelekea dira ya taifa ya 2050. Na kishamaliza kuongea basi kutakuwa na mjadili mada ambaye naye atazungumza, lakini kwa muda mfupi, na mjadili mada wake atakuwa ni Profesa Hana Tibaijuka, ambaye nyote wote tunamfahamu, ni profesa wa uchumi mstaafu, waziri katika serikali ya Jamhuri ya Tanzania mstaafu, ofisa mkubwa katika Umoja wa Mataifa na kadhalika. Kwa hiyo yeye atajadili hilo wasilisho la ndugu Kafulila. Baada ya hapo kutakuwa na mada ndogo ya pili, itakuwa ni nafasi ya sekta binafsi na mitaji kutoka nje katika ujenzi wa uchumi wa Tanzania. Hii itawasilishwa na Profesa Abel Kinyondo. Yeye ni profesa wa uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya uchumi. Baada ya hapo hii mada yake itajadiliwa na Dr. Jamal Msami. Dr. Msami yeye ni mkurugenzi katika taasisi ya REPOA, Research and Poverty Alleviation. Yote tunaifahamu, ni taasisi ya siku nyingi na imefanya tafiti nyingi katika masuala ya kupunguza umaskini. Mada ya tatu itakuwa ni nafasi ya PPP katika kukuza uwekezaji na ufanisi katika uendeshaji wa serikali za mitaa. Kama wote tunavyojua, serikali za mitaa ni wadau wakubwa kabisa katika utawala bora na kuleta maendeleo hasa vijijini, lakini hata mjini. Kwa hiyo Dr. Jeje Kafigi yeye atatoa wasilisho hilo, na baada ya hapo tutamkaribisha Bwana James Maziku kutoka kituo cha uwekezaji. Yeye ndio atakuwa atajadili mada hiyo. Wakishamaliza basi tutakuwa na wa mwisho kujadili atakuwa ni Bwana Sabato Nyamsenda, ambaye anatoka katika idara ya sayansi ya siasa na utawala hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na yeye atazungumzia mada yote yaliyozungumzwa kutoka kwenye mtizamo wa vijana. Yeye ni kijana kama ni wengi wenu hapa mlivyo, kwa hiyo na mtizamo wake yeye anaangazia zaidi vijana wanakuwa na nafasi gani na role gani katika ukuzaji wa mitaji hii na ushirikiano kati ya sekta binafsi na dola na serikali. Kwa hiyo